Action. Hello wana wa Afrika, chonda, ubuntu, bantu, Afrika ni watu sio manyani. Ndugu wana wa Afrika, hii ni sauti ya fikra huru za Mwafrika. Mwafrika lazima awe huru katika matakwa yake katika nchi yake. Awe huru katika fikra huru za kutambua kwamba yeye ni nani. Mtoto wake anataka kumlisisha nini. Unataka kuondoka mwanao akiamshwa saa 11 asubuhi kwenda kumuomba Mungu kutoka ugenini? Au unataka uamke kila Jumapili kwenda kutoa sadaka katika Mungu wa kigeni? Kwa nini hiyo Jumapili usiamke kwenda kuombea makaburi ya babu zako? Kwa nini hiyo saa 11 asubuhi ukaamka ukamuomba babu yako na wale wazee wako waliotangulia mbele wakupe rehema zao? Kwa sababu wakikwambia kwamba wewe unaomba mizimu, hakuna aliyekuwa hai, wote wanaomba kushoto na kulia. Why the European Arabu na European white men, wote hawa manabii wao na mitume wao ni ghost. Kwa hiyo na babu yangu nayo ni ghost. Kwa hiyo ni bora nimsikilize na kumuomba babu yangu. Wana wa Afrika, napenda niwakumbushe matukio yanaendelea katika dunia, history iliyoandikwa, iliyosahaulika na vile vinavyokumbukwa kwa uchache. Leo nataka niendelee na story, niwape story chache ambazo zinafanya watu waamini ambavyo vitu ambavyo sio vya kweli. Nicolas Sarkozy amepelekwa jela. Nilishawahi kuambia Nicolas Sarkozy alichukua mamilioni ya dola kwa kaka mkubwa hayati Kanali Muammar Gaddafi, simba wa Afrika. Sarkozy alichukua mamilioni ya dola. Kwa hakika wanasema malipo duniani ya hela huenda hesabu. Sarkozy akachukua pesa za Gaddafi. Sarkozy akamsaliti Gaddafi, akaungana na Obama, akaungana na Hillary Clinton, wakamuondoa madarakani Gaddafi, wakamuua kwa udhalilishaji, huku Sarkozy akijua kwamba alikopa pesa kwa Gaddafi ambazo hizo pesa ni kodi ya wananchi wa Libya. Akaenda kufanyia uchaguzi wake wa hila ili apate kiti cha utawala wa Ufaransa. Mahakama ya Ufaransa imemgundua Nicolas Sarkozy ana hatia. Amepelekwa gerezani kutumikia miaka 5 na kulipa fidia na hasara kutokana na ufisadi na usafirishaji, utakatishaji wa pesa, wanaita money laundering. Kwa hakika watawala wa Ufaransa wana matatizo. Kuanzia Jacques Chirac, huyo Nicolas Sarkozy, mpaka sasa Emmanuel Macron. Macron anakashfa kwamba Brigitte Macron is a man, not a woman. Kwa hiyo Macron anakashfa amemuoa bibi kizee ambaye ni mwalimu wake aliyomfundisha darasani. Haya ni matatizo ya Wafaransa. Kwa hiyo kutokana na fraud aliyokutana nayo bwana Nicolas Sarkozy, sasa anaenda kutumikia kifungo cha miaka 5 gerezani. Hii inaitwa haki bila haki. Justice for justice. Peace for peace. Ukisikia haki ndio hii, ukisikia amani ndio hii, ukisikia sheria inafuatwa ndio hii. Ila kama nilivyoambia, Wafaransa wamepata msiba wa kupolo mali zao. Na Wafaransa sasa hivi, Ufaransa iko katika hali mbaya ya kiuchumi. Rais Macron kamtimua waziri mkuu leo, kesho anamchagua tena huyo arudi madarakani. Hii maana ya failure ya leadership, utawala ulioshindwa. Mfaransa anajikunia mgongoni lakini mkono ufiki kwenye mgongo. Mfaransa amepigwa ngwala na makoloni yake ya zamani.
ushirika umekuwa dhaifu. Utawala wa Ufaransa hauna nguvu. Baada ya miaka 15 Ufaransa inakuwa the third world, dunia ya tatu. Wakati huo Afrika inasogea kuwa dunia ya kwanza. Europe inaenda kukosa manpower. Europe inaenda kukosa material. Europe inakwenda kukosa utawala ulio na hekima. Europe inarudi katika slaughter and killing. Mjerumani uchumi wake uko very down. Marekani anatangaza kwamba yeye watu wa obey or die, respect or ally. Lazima mheshimu Marekani ili upate umoja. Marekani ana demand worshiping, ibada ya kumwabudu. Kamwambia Keir Starmer ya kwamba kama wewe, kwanza amesema Mwingereza si aminiki tena. Mwingereza tunaondoa moja kwa moja ushirika nayo kuhusiana na kubadilishana habari za ujasusi. Scotland Yard wanapeleka habari zao FBI. FBI nao wanaleta Scotland Yard, wanazichakata, wanashirikiana katika upelelezi. CIA wanapeleka habari zao MI6. MI6 wanapeleka CIA. CIA wanaleta kwa MI6. NSA wanapeleka kwa wanaita MI5. MI5 nao wanapeleka kwa NSA. Wanashare information za intelligence. Wanaita intelligence sharing between the ally. Kwa hiyo ushirika ukishaondoka kwenye intelligence wanakwenda kwenye masuala ya kijeshi. Automatically hawa watu wameona mbele kwamba sasa mgawanyo huu ndio anampa nguvu Vladimir Putin, the king of the jungle, aendelee kutawala katika msitu. Mchina, kiongozi wa uangalizi wa uchumi wa Marekani, kwenye mkutano wao wakao wanaulizana ni nani anaongoza duniani katika refinery wa madini duniani. Wakasema Mchina. Je, Marekani, shipyard moja Marekani ya silaha inaweza kulingana na shipyard za Mchina? Wanasema shipyard moja ya Mchina ni sawasawa na shipyard zote za Marekani. Kwa hiyo Mchina anaongoza katika usafirishaji wa majini, kuanzia utengenezaji wa boti, meli, ndege za kivita, droni, uchumi kupanda. Hii habari ipo live bila chenga. Ushahidi wanaita Committee of Economic American Organization, kamati ya uchumi ya muunganiko wa Marekani. Inaonyesha kwamba Marekani anazalisha, uwezo wake wa uzalishaji wa meli, usafirishaji, utengenezaji wa dhahabu na madini mengine. Pamoja wanasema mfumo, wanasema dunia inakoelekea, dunia itakuwa inategemea umeme wa sola. Majibu aliyotoa mchambuzi anasema China ndio anaongoza katika uzalishaji wa zana za solar power duniani. Kwa hiyo ile kamati ikauliza inabidi tufanyeje tumfikie Mchina. Kwanza ikaja kwenye military, masuala ya kijeshi. Mchina amelipita jeshi la Marekani mara 7. Mchina amechukua udhibiti wa malighafi na maslahi ya dunia yakiwa mikononi mwake. Kuna mtu anabisha, anasema Chionda unatupanga. Nikamwambia wewe, kwa sababu kazi yako ni kula na kunywa, Biblia na Korani, kwaya na taarabu.
haya mambo huwezi kuyajua. Hizi kazi tuachie wenyewe. Tunashinda na vitabu, tunashinda na media, tunashinda na masuala ya kiteknolojia kuyajua yanaendeleaje mfumo wa ulimwengu. Ukishaingia kukaa kwenye meza hii ya podcast, lazima ufuatilie kila kitu kasoro mafumanizi na habari za umbea. Ndio chaneli hii haileti. Hapa tunaleta the fact and detail news. Otepu, wana wa Afrika, Amen Ra.